Kwa jina naitwa Amuri Haji Ali, ni naibu katibu mkuu wa chama cha Sauti ya Umma SAU. Siku ya leo tuna furaha kubwa sana na tunamshukuru Mungu kwa kutujalia kwamba tumefika hapa ofisini kwetu wazima. Na kubwa ambalo tulilokujia hapa zoezi la kutoa fomu ya mtia nia na kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni Bwana Majaliwa Kiara, na tayari tumeshamkabidhi fomu hiyo. Pia vile tunakaribisha wengine ambao kama wapo ambao watajitokeza kwa ajili ya kuja kuchukua hiyo fomu. Vile jana tulikuwa na zoezi jingine kwa ajili ya kutoa fomu ya ugombea wa ngazi ya chama, akiwemo mwenyekiti na makamu mwenyekiti taifa wa Zanzibar. Kuhakikisha amani na mustakabali wa taifa letu, kauli mbiu ya chama cha Chadema, kama sisi Sauti ya Umma, chama cha Sauti ya Umma, hatuko pamoja nao kwa sababu hatujaona mantiki ya kuwa na kauli mbiu kama hiyo. Vile inaleta mgongano na mtafaruku wa baadaye katika nchi yetu, na sisi tupo katika kutengeneza nchi tuwe na amani na utulivu. Nimekuja hapa leo kwenye ofisi za makao makuu ya chama hapa Magomeni Kagera kuja kuchukua fomu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mmeniuliza kwa nini umeamua kugombea. Nimeamua kugombea nafasi hii kwa sababu nina hamu ya kuona nchi yetu inakwenda mbele. Nina hamu ya kuona rasilimali za Watanzania zinawanufaisha kila Mtanzania. Lakini ninapendezwa na kutaka kuona tunapata taifa la wacha Mungu, kama jinsi ambavyo slogan ya chama chetu Sauti ya Umma inavyosema, sala na kazi. Tunataka tupate taifa la wacha Mungu ambao ndani ya ucha Mungu wa kweli tutakuwa na haki, amani, usawa, lakini pia utu. Mambo yote yanapatikana hapo. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo vimenivutia na mimi kuona hapana, ninahitaji kuweza kuomba ridhaa ndani ya chama changu, lakini baadaye ndani ya taifa kwa Watanzania wenzangu wote waweze kuniamini na kunichagua kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na naamini kwa ambao wameshachukua fomu mpaka sasa na ambao wameshatia nia, bado sijaona mgombea ambaye anaweza akawa tishio kwangu. Naamini kabisa mimi ndio rais ajaye, na naamini kabisa mimi ndio tumaini jipya la Watanzania. Hivyo kubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu apate kuniongoza na kunisaidia katika safari yangu hii ya kwenda kuipeleka Tanzania yenye maendeleo, kwenda kuipeleka Tanzania ambayo waasisi wetu wakina Mzee Nyerere na Karume walikuwa wanatamani iwe hapo ilipo. Sasa mtu pekee ambaye naona mpaka sasa ni mimi Majaliwa Kiara, ambaye naweza kwenda kuifikisha Tanzania pale ambapo waasisi wetu walikusudia kuipeleka. Nawashukuru sana kwa kuweza kuja kuungana na mimi katika tukio hili dogo. Basi kesho natarajia nitarejesha fomu katika ofisi hizi. Basi na baadaye michakato mbalimbali itaendelea ya chama. Nashukuru Mungu kama chama kitanipitisha, basi nafikiri tutaendelea kuongea mengi huko mbeleni kadri tutakavyokutana. Nawashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari. Sawa. Moja ya takwa letu katika katiba yetu, na ili tuingie katika dola ni lazima tushiriki uchaguzi. Sisi tumesema uchaguzi huu lazima tushiriki, na ndio maana chama kimeweza kukubali kunipa mimi kuja kuchukua fomu nafasi hii. Kwa hiyo sisi tutashiriki uchaguzi, na tunaamini kupitia kushiriki uchaguzi ndio kutakotusaidia kutatua mambo yetu mengi. Lakini pia ni hatua, kwa sababu tunaona kama tukisusia au tukisema tunataka mabadiliko ya sheria lazima yapelekwe bungeni. Bunge hili tunaona kwa asilimia kubwa mno ni la CCM. Sasa hatutaki waende wakajadili CCM watuletee alafu tulalamike waliofanya mabadiliko ni chama kimoja tu. Tunataka sasa twende, mimi Kiara ninapokuwa rais, naamini tutapata na wabunge wa SAU na vyama vingine, tukatengeneze kitu ambacho kina maslahi mapana kwa Watanzania wote, sio kwa chama kimoja au viwili. Ndio hasa lengo letu. Kwa hiyo sisi tunasema tutashiriki uchaguzi kwa nguvu zote na tunaamini tutafanikiwa.
2015 wabunge walichaguliwa wengi sana na watu wagombea urais wapata kura nyingi sana kwa tume ambayo ilikuwa kwenye mazingira magumu zaidi kufananisha na hii tume sasa hivi, tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo tunaamini 2025 mambo yatakuwa mazuri zaidi. Labda mnaona nafuu kwenye hii tume ya uchaguzi. Mnaiona nafuu kwenye uchaguzi? Tume hii tunaiona nafuu kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, 2015 ilikuwa na mambo mengi magumu zaidi. Tofauti na sasa 2025 tunaona tume huru. Nafikiri tuna hatua, hatujafika kule tunakotaka kufika, lakini angalau tumepiga hatua. Tunaamini tutaingia ndani ya uchaguzi, huku tunaendelea kupambania na kupigania kupata ile tume ambayo kweli wote tunaitamani iwe. Lakini kuitaka sasa hivi alafu sheria zikatungwe kwa bunge hili la CCM, kwa kweli sisi kama Sauti ya Umma tunasema hapana. Sisi tunakwenda kushiriki uchaguzi na tutapambana nao mbele. Unawaambiaje basi wanaosusia uchaguzi? Unawaambiaje? Ni wasisi sana wale wenzetu wanaosusia uchaguzi tuungane kwa pamoja. Tuungane kwa pamoja wote tukashiriki uchaguzi hizi, basi watakachopata na sisi tutakachopata, twende sasa baada ya kufanikiwa twende tukatengeneze sheria nzuri ambazo naamini bunge sasa halitakuwa bunge la chama kimoja kama lilivyo sasa. Kwa sababu wao wengine walikosea, walifanya makosa. 2015 walikuwa wengi bungeni, walishindwa kupambania hili sasa. Sasa wanapokuja kupambania sasa hivi wakati kuna chama kimoja tu ndio bungeni, kwa kweli sisi kama Sauti ya Umma hatuwaelewi na hatuamini. Tunaona kama wanataka kutusaliti ama wana agenda fulani ya siri. Sisi tunasema tunakaribisha, tuingie kwenye uchaguzi, tuingie kwenye mpambano, atakayepata apate, atakayeshindwa atulie, tuijenge taifa letu. Unajua tume hii inaonekana ni tume sikivu. Na sisi tuliwaeleza kwamba muitikio, kwa mfano muitikio wa uandikishaji Dar es Salaam ulionekana ni mkubwa sana. Ni zaidi kwamba siku 7 kwa Dar es Salaam isingeweza kutosha. Na Dar es Salaam tunajua ni jiji na mkoa ambao unawapiga kura wengi kuliko kote Tanzania nzima. Kwa hiyo walisikia angalau kaongeza siku 2, lakini kuna awamu ya pili ya uboreshaji na tumaini kila mwenye nia ya kuandikishwa au mwenye sifa za kuandikishwa na tumaini atakwenda kujiandikisha, na nawasi wa Tanzania wote twende kujiandikisha ili unapokuja kusia sera za Kyara usiseme nashindwa kumpigia kura kwa sababu sina kadi ya kupigia, usijiandikisha. Hapana, twende tukajiandikishe. Alafu baadaye muingie kwenye mikutano yetu, msikilize sera zetu makini, alafu muweze kutupatia kura, muweze kupatia ridhaa ya kuongoza taifa letu Tanzania. Au wengine wanaonekana bado, yawezekana hawajajiandaa. Unajua unavotoka kwenye hatua fulani, labda kama chama kijakaa sawa, unakuwa na hofu. Lakini pia yawezekana unatafuta kiki kuungwa mkono. Ndio maana hata nanyewe mmeniuliza swali hilo. Mwingine anatafuta kiki niungwe mkono, nimekaa kimya nitoke vipi? Naenda kwa wananchi na sera zipi? Ina maana kwanza kuona kwamba wanatumia pesa za walipa kodi, lakini unaona hawa hawana sera. Unazunguka sasa hivi kweli ni watu wanahitaji kuhamasishwa no reform no election. Hapana, tuna mambo mengi ya kuzungumza na wananchi ikiwemo ile la kwenda kujitokeza na kujiandikisha. Lakini unaona watu wanakwenda mitaani, ajenda ndio hiyo. Na bahati mbaya sasa wengine tunadumbukia kwenye viatu vyao. Tunavaa, tunatembea na ajenda zao, tunazidi kuwanyanyua. Kwa hiyo mimi nafikiri siasa ni mchezo. Inawezekana ni mchezo wao. Utaona baadaye, utasikia baadaye tumekaa vizuri, tunaona tushiriki uchaguzi. Hii utaisikia. Nakwambia niko hapa leo tarehe 27 mwezi wa 3, mtaniambia hao bwana atashiriki uchaguzi, lakini walikuwa wanatafuta tunaungwa vipi mkono? Lazima wao wana sera zao, wanataka waende mtaani wakapime upepo. Tumeona maandamano. Mwisho wa siku mwenyekiti wao si pale Magomeni aliandamana na mtoto wake. Je, no reform unakwenda kuhamasisha wananchi wagomee uchaguzi? Wananchi wapi ambao walishindwa kuandamana wataweza kugomea uchaguzi? Ni wazi ni jambo ambalo linawezekani. Na tumeona wazi kwamba mwitikio wa kujiandikisha ulivyokuwa mkubwa. Ni watu wanataka kwenda kupiga kura. Watu wanataka kwenda kumchagua Kyara, rais ajaye, tumaini jipya la Watanzania, akapate kuingia katika dola. Kwa hiyo mimi nawakaribisha waachane na hiyo kupoteza muda. Basi kama ni kiki zao sisi tuache, sisi tusonge mbele, tujipange na uchaguzi.